Kwa Hamadi Bejumla ni mzazi katika shule hii. Mzee, kwa mambo ambayo yamefanyika hapa, tukio hili la kuweza kuwasaidia wadogo zetu wapate muda mwingi wa kukaa darasani kwa kuwapa taulo za kike, wewe binafsi jambo hili umelipokea kwa ukubwa wa namna gani? Nimelipokea kwa ukubwa mno, mkubwa sana, kwa sababu hili ni jambo la kimungu. Kwa kweli hii foundation Mungu aijalie na itafika mbali. Imetusaidia sana. Kulikuwa kuna matatizo mbalimbali hapa ambayo yanawapata mabinti zetu. Sasa hivi hilo tatizo limetatuliwa, ingawa ni kwa kidogo. Pili, wametupa fundisho wazazi kuanza kufanyia kazi mambo ya, maanake hii haiwezi kaendelea miaka yote. Hii ametoa ni kama sample. Sasa sisi jukumu letu ni kuendeleza, tujaribu kuweka kuwa sisi wenyewe ndio tunawapa hiyo huduma watoto zetu. Wapo baadhi ya wazazi ambao mambo haya hawayapi nafasi kabisa kwenye akili zao na hawataki kuwakaribia watoto wao hasa katika jambo hili. Pengine wito wako wewe kwa wazazi ni upi kunako kuwapa ushirikiano watoto wa mama na jamii kwa ujumla kwenye mambo haya ya hedhi? Kwanza ni kuondoa ujima. Huo ni ujima. Ujima ni kuondoa. Watoto unamzaa toka bado mdogo, lazima umlee, lazima umutunze, lazima umshauri. Kwa hiyo kushauri hakuna kiwango, na mzazi hawi mdogo hata iweje. Mzazi ni mzazi, ni lazima kushirikiana na jamii wenzangu kuwalea hao watoto ili tuende kwa pamoja na hili jambo kulipea umuhimu wa pekee. Yapo mengi ambayo yamezungumzwa na viongozi mbalimbali kuhusiana na watoto wakiwahusia katika mambo mbalimbali. Pengine wewe kwa nafasi ya mzazi, japo tupate mawili matatu kutoka kwako, wosia wako ni upi kwa hao watoto kwa haya ambayo wameyasikia? Wewe ni ujumbe gani ambao watoto unawapatia? Ni ujumbe wa kwangu ambao nawapa sasa hivi, wazingatie kwanza yote yaliyosemwa. Ukiangalia polisi jamii jinsi alivyotoa elimu, ukiangalia mtu wa ustawi wa jamii kata alivyotoa elimu, diwani alivyoelimisha, haya yote yakizingatiwa naona tutafika mbali. Kwa hiyo nawaomba au watoto na wazazi ambao tulikuwepo hapa na nyinyi media hizi habari mzisambaze ili yazingatiwe haya yote ambayo yameelezwa hapa, ili watoto wetu kuwa katika kizazi ambacho tunatarajia. Kwa majina naitwa Hasanati Amri. Mama, tunataka pengine kufahamu hiki kitu ambacho kimefanyika hapa cha kuweza kuwasaidia watoto hiki kupata taulo za kujistiri, pengine wewe kwa upande wako umekipokeaje, au ni tukio la namna gani kwa upande wako? Mimi nimepokea vizuri, kwa sababu wanawasaidia watoto wetu wa kike pale ambako mwanafunzi wa kike akija shule akiingia kwenye hedhi itamsaidia kujistiri, ambako angekuwa hana huu msaada wa pedi angeweza kuomba ruhusa kwenda nyumbani, na maana itampelekea kupoteza vipindi na inampelekea kujiamini na kujistiri. Tumeona kuna muda pia umeamka ukaenda kumpa zawadi mwalimu. Ni kitu gani kikubwa hasa ambacho kama mzazi kimekuvutia kwake na kuamua kumpa zawadi mwalimu? Nimevutiwa kwa sababu huyu mwalimu mkuu mimi namfahamu, shule imeanzishwa kutoka mwaka jana na Januari tulitisha kikao na mimi nilikuwepo. Huyu mwalimu anapambana sana kwa sababu hii shule ina matatizo makubwa sana, na sisi wazazi watu tunaitishwa kwenye vikao, tunajitolea kuchangia. Na yeye unamuona kuna muda huwa anatoa pesa yake ya mfukoni ili kuhakikisha hao wanafunzi wanapata msaada wa kitu fulani. Ndio maana nimeuiwa kwenda kumpa ile zawadi niliyoamua kumpa. Kuna baadhi ya wazazi ambao vitendo hivi vinavyofanywa na mashirika na watu taasisi kama hizo kusaidia, huwa matendo haya wao hawayatilii umuhimu. Pengine ushauri gani ambao wewe unaweza kuwapa wazazi wenzako? Mimi napenda kuwapa ushauri kwamba kuna wazazi ambao walivyosikia kwamba elimu ni bure, wakahisi labda wao hawataki kuchangia chochote. Lakini mtu unatakiwa uchangie chochote kwa ajili ya mwanafunzi wako. Usitegemee kwamba serikali itampa mtoto wako kila kitu. Inapotokea michango kama hii, tunatakiwa wazazi tujitoe, na mzazi wewe unatakiwa wa kwanza kumuhimiza, kumsimamia na kumchangia mwanao ili aweze kufanya vizuri katika masomo yake. Tumalize na ujumbe wako wewe kwa watoto ambao leo wako hapa, wameyasikia mengi kutoka kwa polisi jamii, polisi kata, kutoka kwa naibu meya,
diwani pamoja na wazazi wamezungumza, yote wameyasikia. Wito wako sasa kwao ni upi, japo maneno machache ya kuweza kuwashauri watoto kwa hiki ambacho wamekisikia hapa? Mimi watoto na washauri kwa haya yote walioelezwa, naomba wayachukue na wayafanyie kazi, na sisi wazazi pia tuwasimamie watoto wetu, tusiwape lawama walimu. Mzazi ndio wa kwanza kumsimamia mtoto, alafu mwalimu anafuata.